Mwaka 1993, Mogadishu, Somalia, jiji lililotawaliwa na vita, umaskini na hofu isiyo na kipimo. Hapo jina moja liliibuka miongoni mwa raia na wanajeshi, na huyu si mwingine bali alikuwa kamanda wa jeshi, Mohamed Farah Aidid. Mohamed Farah Aidid alikuwa ni nani hasa, na kwa nini Marekani ilimhitaji ghafla? Hii ni hadithi ya kweli inayoitwa Black Hawk Down, inayohusisha jeshi la Marekani na waasi wa nchini Somalia. Aidid alikuwa kiongozi wa warlord wa Somalia, shujaa kwa baadhi ya watu lakini tishio kwa wengine. Aliongoza kikundi cha waasi kilichodhoofisha serikali ya Somalia, kilileta ukiukaji wa sheria na kupinga misaada ya kimataifa. Marekani na Umoja wa Mataifa walimtafuta kwa sababu alihusiana na mashambulio dhidi ya wanamisaada, wanajeshi wa AMISOM na raia, na alichukuliwa kuwa kiongozi ambaye angeweza kuendelea kueneza vita na kuharibu juhudi za amani. Operesheni iliyokusudiwa kumkamata ilionekana ingekuwa rahisi tu, twende tuvamie, tumkamate na kisha turudi zetu, lakini wanajeshi wa Marekani waliofika ilikuwa tofauti kabisa na matarajio yao. Mogadishu ilikuwa jiwe lenye hatari, na Aidid alikuwa mtaalamu wa mbinu za vita vya mtaani, mtaalamu wa kukwepa, kupanga mashambulio ya ghafla na kuunda hofu kwa kila kiongozi wa kigeni na wanajeshi ambao walikuwa wakimkabili. Hii ndiyo hadithi ya kikosi cha Marekani. Kilipanga kuingia, kumkamata Aidid na kurudi salama, lakini kile kilichofuata kiligeuka kuwa mapambano yasiyo ya kawaida, mapambano ambayo yalianza kuandika historia ya vita vya mtaani. Somalia ilikuwa imegawanyika kwa wakati huo. Miji mikubwa ilikuwa mikononi mwa warlord chini ya Mohamed Farah Aidid, na raia wakiteseka, wakikosa chakula na huduma nyingine muhimu ikiwemo huduma za afya na usalama. Serikali ilibaki haikuweza kudhibiti mitaa. Katika mazingira haya, Marekani ilituma kikosi maalum cha Delta Force na Rangers ili kwenda kupambana na kamanda Mohamed Farah Aidid. Malengo yao yalionekana rahisi: ingia, kamata na rudi, lakini Mogadishu kama mji wenye mwili wa vita ulikuwa na ila zake. Askari walipanda helikopta za Black Hawk wakijua hatari zipo, lakini hawakujua ingekuwa kwa kiasi gani. Tutaingia na mipango miwili, mmoja wa viongozi aliwahi kusema, lakini macho ya wapiganaji wa Aidid yalikuwa yakiwatazama kutokea kila kona ya pande za Mogadishu. Oktoba 3 mwaka 1993, alfajiri bado haikuwa imemalizika. Kikosi cha Marekani kilipiga hatua za kwanza, lakini ghafla risasi zikaanza kusikika kutoka kila pande ya mitaa ya Mogadishu, zikiweka kikosi kwenye hali ya hatari isiyoelezeka. Helikopta moja iliangushwa papo hapo na kuanguka katikati ya jiji la Mogadishu. Askari walilazimika kuingia kwenye mitaa yenye majengo ya chuma. Lengo ni kujilinda, wakijaribu kuishi. Mara nyingine walilazimika kujificha kwenye magari, vichaka au kujificha juu ya paa za majengo, huku hatari ikiwazunguka katika kila pande za mitaa ya Mogadishu. Kikosi cha Marekani kilijikuta kikizungukwa na maelfu ya wapiganaji wa Somalia. Mitaa ilikuwa uwanja wa mapambano, risasi zikilia kila pande, kelele za majeruhi zikizagaa na raia wakikimbia hovyo. Na punde si punde helikopta nyingine iliangushwa, na sasa kikosi kilijikuta kikiwa kimegawanyika, lakini mshikamano wa askari ulikuwa nguvu yao kuu. Kila mmoja alimlinda mwenzake, kila hatua ilikuwa mapambano ya maisha au kifo. Siku hiyo moja, takribani askari 18 wa Marekani waliuawa papo hapo, wengine wengi wakibaki wamejeruhiwa vibaya. Kikosi kililazimika kushirikiana na raia waliokuwa tayari kujaribu kuwaokoa majeruhi. Hali ilikuwa ni hatari na ya kuchosha, lakini walijua kuwa hakukuwa na chaguo. Walilazimika kuendelea wakipambana kwa kila pumzi. Na usiku ulipofika, kikosi cha uokoaji kilifika. Navy Seals na Rangers walivuka mitaa ya Mogadishu, huku risasi zikisikika kila pande ya mitaa hiyo. Askari walilazimika kutumia mbinu zote walizojifunza, kuingiza mafunzo yao yote katika dakika chache za hatari.
Operesheni hii ilimalizika baada ya siku nzima ya mapambano, ambapo maelfu ya risasi zilisikika, helikopta 2 ziliangushwa na askari wengi wa Mohamed Aidid walipoteza maisha na wengine wengi kukimbia, huku Marekani haikufanikisha adhima yake ya kumkamata Mohamed Farah Aidid. Baada ya mapambano, operesheni hii iliathiri sera za Marekani barani Afrika kwa miongo kadhaa. Hadithi ya Black Hawk Down ilichukuliwa kuwa kisa cha kihistoria cha kupoteza askari wengi katika operesheni ndogo ya jeshi kwa jeshi la Marekani. Lakini askari waliopambana walionyesha ushujaa, mshikamano na ustadi wa maisha au kifo. Kila sekunde ilihesabiwa, kila hatua ilikuwa ni mbio dhidi ya kifo, na walijua kuwa mshikamano wao ndio ulikuwa tumaini lao pekee.